Habari zinazotufikia sasa hivi ni kwamba rais wa taifa la Tanzania ameweza kuondoka nchini kwa kuhofia maandamano ya kikundi cha Gen Z ambayo yamepangwa hapo Jumanne tarehe 9 ili kumuondoa mamlakani. Lakini serikali ya Tanzania ilionya Jumatatu kwamba maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumanne ni kinyume cha sheria na yanachukuliwa kama jaribio la mapinduzi, huku vyombo vya usalama vikiwa vimejiegesha kwa wingi katika miji mikuu. Wanaharakati na upinzani wameitaka jamii kuandamana Jumanne, siku ya kumbukumbu ya uhuru wa Tanganyika kutoka Uingereza, kufuatia ukandamizaji mkali wa maandamano wakati wa uchaguzi wa Oktoba ambao Umoja wa Mataifa unaamini uliua mamia ya watu. Maandamano hayo hayajaruhusiwa na ni kinyume cha sheria. Hayo si maandamano, hayo ni mapinduzi, alisema waziri wa mambo ya ndani George Simbachawene. Maandamano hayo yanayopewa jina la maandamano ya amani na yasiyo na kikomo yamekosa sifa za kisheria za kuyaruhusu kufanyika, na kwa kuwa yametangazwa kufanyika nchi nzima na wanaohamasisha hawana anwani maalum zaidi ya kuona namba nyingi za simu za mataifa ya nje ya Tanzania na za ndani ya Tanzania, akaunti za mitandaoni za nje na ndani ya nchi ambapo wamiliki wake ndio wanaohamasisha maandamano hayo. Wakati wa mkutano na wanahabari jijini Dar es Salaam, vyombo vyetu vya usalama vitayashughulikia, alinena hivyo. Na kwa kuwa hakuna barua yoyote iliyofikishwa au kupokelewa na ofisi yoyote ile ya mkuu wa polisi wilaya hapa nchini ya kutoa taarifa ya kufanyika maandamano hayo hadi leo, Jeshi la Polisi linapiga marufuku maandamano hayo yaliyopewa jina la maandamano ya amani yasiyo na kikomo yasifanyike. Hivyo, Jeshi la Polisi linatoa wito kwa Watanzania na wasio Watanzania ambao wapo ndani ya nchi wayakatae yanayohamasishwa, waendelee kuyakemea na wasishiriki. Ofisi ya Kamishna Mkuu wa Haki za Binadamu wa Umoja wa Mataifa aliitaka serikali kuheshimu haki za msingi kabla ya maandamano yaliyopangwa, ikitokea wito wa kuondolewa kwa marufuku ya kimataifa ya maandamano na onyo dhidi ya matumizi ya nguvu kupita kiasi. Vyombo vya usalama vinapaswa kuruhusu Watanzania kutumia haki zao za kukusanyika kwa amani na kujieleza, na vijiepushe na kutumia nguvu kuvunja mikusanyiko isiyo na fujo, alisema msemaji wa ofisi hiyo, Save Magango, katika taarifa iliyotolewa Ijumaa. Maandamano ya Oktoba yalichochewa na hatua ya kuwatenga wagombea wakuu wa upinzani kwenye uchaguzi wa urais ambao Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa karibu 98% ya kura. Serikali imethibitisha kuwa watu waliuawa, ingawa haijatoa idadi yake yenyewe, na imekanusha madai kwamba polisi walitumia nguvu kupita kiasi. Katika video iliyopakiwa kwenye mtandao wa X Jumatatu, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliwahimiza wananchi kukaa nyumbani bila kutaja moja kwa moja maandamano yaliyotarajiwa. Serikali imewashauri wananchi wote ambao hawatakuwa na dharura tarehe 9 Disemba kutumia siku hiyo kupumzika na kuisherehekea wakiwa nyumbani, isipokuwa wale ambao majukumu ya kazi yanawalazimu kuwa kazini, alisema. Polisi walisema Ijumaa kwamba maandamano yoyote yatakuwa haramu kwa kuwa mamlaka haijapokea taarifa rasmi kutoka kwa waandaaji. Wherever we're gonna die, I don't care. We need our country. We need our country. We need our freedom. We need our freedom in my country. Why are you killing us? We tired of that shit. What the fuck? We tired of that shit. Vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Tuangalie uhusiano wa hicho chama na tume yetu ya uchaguzi.
uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale. Lakini jingine tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Nje huko wanakaa Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie, yule mzee aliniambia, mama yangu, we mwanamke unajua uchungu wa mwana. Sisi tushachoka, wakati wa uchaguzi tupigane, tuuane, tuchomeane, tufanyeje, tumechoka. Wakasa tunakuona wewe unaweza ukatusaidia. Sasa nataka niwaambie ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, hii tunayoimaliza, tumejitahidi sana kusimamia utulivu wa kisiasa, usalama na amani ndani ya nchi yetu. Miaka 5 yote hamjasikia pepe. Mkisikia labda ni maajali, ajali imetokea wamekufa 6, ajali imetokea wamekufa wangapi, na labda mtu ambaye mwenyewe atakwenda kuchokoza na kuvunja amani ndiye atakayeshughulikiwa, lakini hamjasikia. Nje huko wanakaa Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndiyo itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao? Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu.